Ya matukio muhimu yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mikoa jirani, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya kijamii, usalama na matukio yanayogusa raia kila siku. Vile vile tunahimiza kuendelea kupata habari za kweli, za haraka na zenye kuwa sahihi ambazo zinaweka nyinyi mbele ya matukio yote yanayoendelea nchini. Basi usikose kuungana nasi, kwani hapa ni mahali ambapo kweli unazungumzwa. Na nikujuze kwamba huenda ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote, tungekusihi kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartage. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kama kituo chako chema cha matangazo. Mapigano makali yameripotiwa mapema siku ya jana asubuhi Jumamosi tarehe 28 Februari katika eneo la Kibati ndani ya groupement ya Lubiriki, wilaya ya Walikale, mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na utawala wa eneo hilo, mapigano yamekutanisha waasi 23 dhidi ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na makundi ya wazalendo. Inasemekana kuwa majeshi ya serikali ya FARDC yameanzisha mashambulizi makubwa kilenga kurejesha udhibiti wa eneo hilo la Kibati ambalo limekuwa chini ya udhibiti wa waasi kwa takriban mwaka mmoja sasa. Mashuhuda walioko eneo la tukio wanaeleza kuwa milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika kwa nguvu, aliyoashiria ukubwa wa mapigano yanayoendelea. Wananchi wengi wamekumbwa na hofu, huku baadhi wakikimbia makazi yao wakihofia usalama wao. Wakati huo hali ya usafiri imeathirika kwa kiasi kikubwa. Taarifa zinaeleza kuwa barabara kati ya Mungazi na Kasheberi imefungwa kwa muda kutokana na mapigano hayo. Wasafiri pamoja na madereva wa teksi wanaotoka Walikale kuelekea Goma wamelazimika kusimama katika eneo la Mungazi, huku wale wanaotoka Goma kuelekea Walikale wakizuia upande wa Kasheberi. Hali imepelekea usumbufu mkubwa wa usafiri na shughuli za kiuchumi kusimama kwa muda katika maeneo hayo. Mapigano haya yanajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini inaendelea kuwa tete. Hali hii inatokana na kuongezeka kwa mashambulizi kati ya pande ya simu, hususan katika wilaya jirani ya Masisi, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotolewa tarehe 18 Februari mwaka kupitia juhudi za upatanishi kutoka Angola. Wananchi wanaendelea kuomba amani irejee haraka, huku mamlaka zikimizwa kuchukua hatua za haraka ili kudhibiti hali inayozidi kukua mbaya siku hadi siku. Hali ya usalama katika wilaya Masisi imeendelea kuwa tete siku ya jana Jumamosi tarehe 28 Februari baada ya kuarifiwa kuwa wapiganaji 32 upande wa waasi wamekamatwa na makundi ya wazalendo. Wapiganaji hao waliokamatwa walijisaidia wenyewe katika kuhesabu idadi yao na kudhibitisha kuwa walikuwa 32 kwa jumla. Wakati wa kukamatwa, wapiganaji hao waliwasihi wenzao waliobaki katika wasi, tafadhali jipelekeni kwa serikali. Haiwezekani kuwa mtoto kupigana dhidi ya baba yake. Kauli hii inaashiria hali ya msongo wa mawazo na maadili ambayo wapiganaji hao wanakabiliwa nayo, wakijua kwamba mapigano yanayofanyika ni dhidi ya nchi yao wenyewe. Makundi ya wazalendo kwa upande wao wameonyesha msimamo mkali. Kiongozi mmoja wa ngazi ya juu ya wazalendo alisema, tutawazima au tutawaua hai. Je, hamjui aibu kupigana na nchi yenu wenyewe? Angalieni jinsi mnavyokufa hapa, wana 23. Je, mnajua ni wangapi tayari wameuawa? Wale wanaotuma wako nyumbani kwao, huku watoto wao wakiendelea na masomo yao Ulaya. Wanahesabu dola, lakini nyinyi msiopokea chochote mnakufa katika vita ambavyo havitawezesha chochote. Badilikeni kabla au hujachelewa. Wapiganaji wa changa waliokamatwa wanasema wazi kuwa wanataka kuachana na uasi, lakini wanakiri pia kuwa si rahisi kabisa kutoroka katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi. Hali inaonyesha changamoto kubwa wanazokabiliwa nazo kutokana na ushawishi mkubwa wa waasi katika maeneo hayo na hatari ya kiadhari wanayokabiliana nayo wanapojaribu kuondoka. Hali inatoa picha ya wazi changamoto zinazowakabili vijana katika maeneo ya mzozo, na kwa wakati huo inahimiza juhudi za haraka za kuleta amani na kulinda raia walioko hatarini. Wakuu wa makundi ya wazalendo wamehimiza waasi wote walioko katika maeneo hayo kuyatupa silaha na kurejea kwenye mchakato wa amani, kwa maana kwa mapigano haya hayataleta faida yoyote bali vyanzo vya maafa na mateso. Hali ya usalama katika Masisi na maeneo jirani inaendelea kuwa tegemezi, huku mamlaka za serikali zikihimizwa kuchukua hatua za dharura kuhakikisha raia na vijana wanapata hifadhi na usalama wa msingi. Mapigano haya na matokeo yake yamekuwa kilelezo cha jinsi vita vya ndani vinavyoweza kuathiri jamii nzima. Una umuhimu wa amani endelevu ukiwa na haraka zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Sema enza. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Au kusema? Nisha sema 10. Okay. 16, 17, 18, 19, 20. Amekupita. 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Kuku mbili wenyewe. Sasa imekamatika.
asema mko nagombana. Papa, mumebaniwa ni kikundi ambayo kikundi iko na nguvu. Mlishasikia Ndimbura? Mlishasikia Ndimbura? Mnazisikiaka? Mnawasikiaka na mliwaona kwa matendo yao. Ule yoyote atapenda tu tugombane, tutagombana. Sisi tunaache tuko nagombania. Tuko nagombania haki yetu, udongo yetu. Sisi tuna problemu ya udongo. Hakuna mtu anakuwa tunya isipokuwa Rwanda. Isipokuwa Rwanda hatuna problemu na mtu yoyote. Inji ni yetu. Hatuwezi tukakamata sira juu tugombanishe inji yetu. Kwanza uwana siku wao. Jeni desordre muko ndani. Desordre muko ndani. Banaume sasa wapata nyie vraiment. Si muko na gombana. Na mwewe muko na gombani. Vitu gani? Profit gani vile muko napata maile ba ujinga hivi? Mnapata mafuta? Nase kanfra kuna. Bana wapokelesha? Haki mko sawa vile vikondoro. Mko sawa vile vikondoro vraiment. Akili ndogo mko nayo. Okay, sawa. Sisi tuna probleme na nyie. Isipokuwa tu ile ugonjwa mko nayo ya kubadanganya. Si atuwake mateka. Wakati tunakubamba ewana hatutakuua. Si mnaona ke na be masasi lipata niko natunzisha. Si magonjwa hapo. Alors. Ya kubakililia il faut rester occupé na nini. Mbona sikia? Areta hayo wake. Nitaenda ni kusamba tu. Hakuna ingine. Sawa? Okay. Kikundi ambayo iliwakamata wanasemaka coalition Mapigano mapya yameripotiwa siku ya jana Jumamosi tarehe 18 Februari katika eneo la Kinyumba wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Eneo la Kinyumba lilipo takriban kilomita 10 kaskazini mwa Nyebiondo kwenye barabara inayowaunganisha na Pinga. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyoko katika eneo la Nyebiondo, waasi wa M23 wamezindua mashambulizi makali dhidi ya eneo linaloshikiliwa na muungano wa serikali kwa lengo la kurudisha udhibiti wa eneo hilo. Mashambulizi yamesababisha kusitishwa kwa usafiri kati ya Nyebiondo na Pinga, hali ambayo imepelekea wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi wa eneo hilo. Wengi wamekimbilia ndani ya nyumba zao wakiogopa usalama wao kutokana na mapigano yanayoendelea. Milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika kwa nguvu, ikizua hofu na taruki kubwa miongoni mwa vijiji vilivyo karibu. Hali imesababisha harakati kubwa za wananchi kuelekea Nyebiondo wakitafuta hifadhi dhidi ya ukali wa mapigano na uwezekano wa madhara zaidi. Mapigano yametokea saa 24 tu baada ya shambulio la anga lilofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kituo cha uasi kilichopo Nyebiondo. Shambulio hilo lilisababisha raia watatu kujeruhiwa, jambo ambalo limeongeza hofu miongoni mwa wananchi na kuonesha athari za moja kwa moja za mzozo huo unaoendelea. Viongozi wa jamii na usalama wanasema kuwa wananchi wanapaswa kuepuka eneo la mapigano na kuhakikisha usalama wao binafsi. Hali pia inaonyesha jinsi mzozo unavyoendelea katika Masisi na maeneo jirani unavyoathiri maisha kila siku ya raia, ukileta taharuki, kuathiri usafiri na kuhamasisha uhamaji wa dharura. Wataalamu wa masuala ya usalama wanahimiza hatua za haraka za amani na kuweka utaratibu wa kulinda raia, huko makundi ya waasi yakisisitiza kuachana na mashambulizi na kuzingatia mazungumzo ya amani yanayoendelea. Hali ya sasa ni kielelezo cha changamoto kubwa zinazowakabili wananchi katika maeneo ya migogoro, na ni muhimu kuingiliaji wa haraka wa serikali na wadau wa usalama ni mkubwa zaidi kuliko muda wowote ule. Taarifa mpya inaendelea kuonesha kuongezeka kwa mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kifo cha msemaji wa kijeshi wa waasi wa M23 Willy Ngoma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumamosi tarehe 28 Februari, baada ya siku 4 kudhibitisha kifo hicho kikidai kuwa afisa huyo aliuawa tarehe 24 Februari katika shambulio la ndege isiyo na rubani na daiwa kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kupitia tamko hilo, kundi la waasi wa M23 limeutumu utawala wa Felix Tshisekedi kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kudai kuwa hatua inalenga kuanzisha
vita vya wazi katika maeneo mashariki mwa nchi. Kundi hilo pia linasema mashambulizi anga yamekuwa kilenga si tu wapiganaji wao bali pia raia wasiokuwa na hatia hata nje ya maeneo ya mapigano. Katika taarifa hiyo, waasi wa M23 wamedai kuwa vifo vinaendelea kuongezeka, wakisitiza tukio la kuuawa kwa Willy Ngoma ni sehemu ya kile wanachokiita ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Wameonya kuwa vitendo hivyo havitaachwa bila majibu, wakiahidi kulinda maeneo yanayodhibitiwa pamoja na raia waliopo ndani yake. Aidha, M23 imedai kuwa muda wa wiki kadhaa sasa imekuwa ikitoa tahadhari kwa wadau wa amani kuhusu kile wanachokiita ukiukwaji wa mara kwa mara na kusitaja mapigano pamoja na mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya Kivu kaskazini na kusini. Kifo cha Willy Ngoma kinakuja katika kipindi ambacho mapigano yameongezeka kwa kasi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakihusisha operesheni za anga na za nchi kavu. Hali pia imechangia kwa kushindwa kwa jitihada za kusimamisha mapigano zilizopendekezwa na Angola. Kwa upande wa kimataifa, juhudi za kidiplomasia kama zile za Washington na Doha zinazoungwa mkono na Umoja wa Afrika zinaendelea kujadiliwa, lakini hadi sasa haijaweza kuleta usuluhisho la moja kwa moja uwanjani. Wakati hali hii ikiendelea kwa tete, M23 inaendelea kushikilia maeneo makubwa katika mikoa Kivu kaskazini na kusini, huku mvutano ukiendelea kati ya Kinshasa na Kigali, jambo linalozidi kuongeza wasiwasi wa usalama katika ukanda huu. Hali ya mshtuko na huzuni imetokea mjini Goma baada ya mwili wa mwanafunzi Kayembe wa Mukendi Didone aliyesoma mwaka wa 7 katika shule ya Cinquantenaire iliyopo katika kitongoji cha Mugunga, jimbo la Karisimbi, kuonekana bila uhai siku ya jana Jumamosi tarehe 28 Februari katika kitongoji cha Keshero kando ya ziwa Kivu kwenye eneo linalojulikana kama Bosco Lake. Picha zilizosambazwa sana mitandaoni zinaonyesha mwili wa kijana huyo ukiwa unazunguka kwenye maji ya ziwa akiwa amevaa sare yake ya shule, viatu vya aina ya kechi vyenye rangi nyeupe na koti la shule, jambo linaloashiria utambulisho wake. Vyanzo vingi vilivyopo eneo la tukio vinaripoti kwamba mwili huyo ulikuwa na alama za ukatili, jambo linaloashiria kuwa huenda uliuawa mahali pengine na kutupwa katika ziwa hilo. Kulingana na familia yake, Dieudonne aliwahi kuondoka nyumbani kwake katika kitongoji cha Virunga, Karisimbi, Jumatano tarehe 15 Februari kuelekea shule, lakini hakurudi tena. Familia yake ilizidisha juhudi za kumtafuta zikijumuisha kutoa tangazo na kumtafuta, lakini bila mafanikio. Hatimaye mwili wake ulipatikana siku ya Jumamosi ukiwa bila uhai, ukiwa umezunguka kwenye maji ya ziwa Kivu. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Cinquantenaire, Jean-Luc, alithibitisha taarifa hiyo kwa vyanzo vyetu vya eneo hilo bila kutoa maelezo zaidi, akibainisha kwamba shule haikuwa na taarifa yote kutoka kwa mwanafunzi tangu Alhamisi tarehe 26 Februari. Tukio hilo limeibua hofu kubwa miongoni mwa wananchi na jamii ya shule, likiashiria hali tete ya usalama katika baadhi ya sehemu za Goma. Kumbuka kwa tarehe 28 Januari iliyopita, mwanafunzi mwingine Ajabu Mugisa Franke wa mwaka wa kwanza katika chuo cha EST ya Goma ulipatikana ukiwa bila uhai karibu na eneo hilo la chuo lake katika kitongoji cha Lac Vert. Hali na sababu za vifo vya wanafunzi hao haijulikani wazi, jambo linalozua maswali na wasiwasi miongoni mwa jamii. Tuwele narudia taswira ya hatari zinazokabili vijana katika miji yetu na kuhimiza mamlaka kuchukua hatua za haraka za ulinzi wa raia pamoja na jamii kuchukua tahadhari ili kuhakikisha usalama wa watoto na vijana wanaporudia shule. Hali hii pia inakazia umuhimu wa uchunguzi wa haraka ili kubaini na nani waliokuwa nyuma ya uhalifu huu na kuhakikisha haki inatendeka. Hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki kuwa tete baada ya ripoti mpya kuonyesha kuwa zaidi ya watu 12,000 wamepoteza maisha yao kwa mikono ya waasi wa ADF katika mikoa ya Beni, Lubero na Irumu Mambasa. Taarifa imetolewa na kituo cha uchunguzi wa amani na haki za binadamu wakati wa fora ya kujadili changamoto zinazohusiana na ADF uliofanyika Beni kati ya tarehe 23 na tarehe 25 Februari. Kwa mujibu wa mwalimu Omar Kavota, coordinator wa shirika hilo, ripoti hiyo haionyeshi tu idadi waliopoteza maisha bali pia uharibifu mkubwa wa mali ulioletwa na waasi hawa. Kutokana na utafiti wa shirika hilo kuanzia mwaka 2014, takwimu zinaonyesha kuwa watu 12,715 wameuawa, watu 3,189 wamekamatwa na kati yao baadhi huenda waliuawa. Watu 2,577 wamejeruhiwa. Nyumba 1,600 zimepata uhamiaji kulazimisha familia kutoka makazi yao. Zaidi ya hayo, waasi wa ADF wamesababisha uharibifu wa miundombinu ya kijamii. Vituo 55 vya afya vimeharibiwa. Shule 41 zimebomolewa, nyumba na maduka 13,467 zimechomwa moto, pikipiki 6,359 zimeharibiwa kwa moto na vifaa 694 vya usafiri ikiwemo magari vimechomwa moto
au kuibiwa. Kwa hili, coordinator amesitiza kuwa ni lazima kuunganishwa juhudi zote za kikanda za serikali, mashirika ya kijamii na jumuiya ya kitaifa ili kuondoa kabisa tishio la ADF katika Beni, Lubero na katikati ya mji ya Mambasa na Irumu. Amesema kuwa hatua za pamoja zinaweza kuleta usalama na amani kwa raia walioathirika kwa miaka mingi. Kikao cha foro ya mkoa kuhusu amani kilichofanyika Beni kati ya tarehe 23 hadi tarehe 25 Februari kilitoa mapendekezo muhimu yanayoweza kupunguza vitisho vya ADF na kuimarisha usalama wa raia. Tukizingatia mapendekezo haya, kuna matumaini mapya kuanzisha ukurasa mpya wa amani na usalama katika mikoa huu ambao umekuwa ukiwatesa wananchi kwa muda mrefu. Ripoti hii inakazia dharura kusimamia usalama wa raia, kudhibiti uharibifu wa mali na kuhakikisha haki za binadamu zinaheshimiwa, huku ikisisitiza mpango wa kimkakati wa pamoja unahusisha serikali, mashirika ya haki za binadamu na jamii ya kimataifa ni njia pekee ya kumaliza vitisho vya uasi wa ADF. Wananchi wanahimizwa kushirikiana na mamlaka ili kujenga mazingira ya amani, maendeleo na ustawi wa jamii, kuepuka kuwa vigogo katika mikono wa waasi ambao wanalenga kuendeleza mateso na uharibifu. Kwa kumalizia, ripoti hii ni kielelezo cha changamoto kubwa za usalama katika mashariki mwa Kongo, lakini pia inatoa matumaini mapya kuwa ni jitihada za pamoja ADF yanaweza kushughulikiwa na raia wanaweza kuishi kwa amani katika mikoa ya Beni, Lubero na Mombasa na Irumu. Hali ya usalama katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki kuwa tete baada ya karibu vijiji 12 vya groupment ya Bapakombe katika eneo la Bampere kuachwa na wakazi wake katika siku za hivi karibuni. Tukio linahusiana na mashambulizi yanayorudiliwa na waasi wa ADF ambazo zimepelekea vifo vya raia pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Kulingana na Mwami Kasao Kanyamuremba, kiongozi wa jaji ya groupment hilo, alitoa mahojiano na waandishi wa 7.7 CD. Wakazi wengi waliokuwa katika vijiji hivyo wamehama kwenda Kimbao, makao makuu ya groupment na njia panda. Mwami Boniface alifafanua kuwa vijiji kadhaa vya Bapakombe vimepungua wakazi kutokana na shambulizi zinazorudiwa na ADF. Kiongozi huyo aliongeza kuwa wengi wa wakazi walijikusanya Kimbao na njia panda, huko hali ya hofu na mashambulizi yakiwazuia kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, shughuli za kijamii na kiuchumi zimeathirika sana katika vijiji vilivyopungukika. Hali imepelekea kusitishwa kwa elimu, vikundi vya afya, shughuli za kilimo na usafirishaji. Wananchi wanalazimika kuacha maisha ya kawaida na kukimbia kwenye maeneo salama, jambo linalosababisha msongamano katika vijiji vinavyoshughulikiwa kama makazi ya muda. Hali inaonyesha wazi kwa shambulizi la ADF zinatishia maisha ya wananchi na maendeleo ya kijamii, huku vikundi vya kijamii vilikutoa huduma za afya, shule na soko vilibakia wazi kwa hali ya hatari. Wananchi wanasisitiza haja ya usalama wa haraka na uwekezaji wa serikali katika kulinda raia ili kupunguza hofu na kurejesha maisha kawaida katika groupment ya Bapakombe. Hali ya wakazi kwa makazi salama inaongeza changamoto kwa mamlaka za mkoa na wilaya, kwani huduma za kijamii, usambazaji wa chakula na usalama zinakabiliwa na mzigo mkubwa. Hili ni kielelezo cha ugumu wa maisha mashariki mwa Kivu Kaskazini, ambako raia wanakumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya wasi na kuonesha umuhimu wa juhudi za haraka za usalama na amani kwa jamii zilizoathirika. Watu 7 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia tukio linalodaiwa kuwa la sumu ya chakula katika kituo cha biashara cha Ariwara kilichopo katika wilaya Aru mkoani Turi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali idadi ya vifo ilikuwa imeripotiwa kuwa watu 5, lakini kwa mujibu wa vyanzo vya polisi na madaktari, idadi hiyo imeongezeka hadi 7 baada ya wahanga wengine kufariki wakiwa wanapatiwa matibabu. Tukio linadaiwa kutokea baada ya familia moja kula chakula kwa pamoja katika mazingira ambayo bado hajawekwa vizuri. Kwa mujibu wa kamishna mkuu wa polisi wa wilaya Aru, Richard Mbambi, uchunguzi unaendelea ili kubaini kilichosababisha vifo hivyo. Amesema kwa mamlaka zimechunguza kwa kina tukio hilo katika kikao maalumu cha usalama, wakilenga kufahamu jinsi watu 7 walivyoweza kupoteza maisha baada ya kula chakula kinachodaiwa kuwa cha kawaida cha kifamilia. Hata hivyo, hadi sasa kuna uthibitisho wa moja kwa moja unaonesha kuwa chakula hicho kilikuwa na sumu. Polisi wanaendelea na uchunguzi wao, huku wakieleza kuwa ukweli kamili utajulikana baada ya kukamilika kwa uchunguzi huo. Aidha, kuna mtu mmoja anashikiliwa kuhusiana na tukio hilo, ingawa maelezo zaidi kuhusu mtuhumiwa huyo hayajawekwa wazi. Daktari anayehudumia wasirika anayejulikana kwa jina la Mutra amesema kuwa hadi sasa hajapata ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha kuwepo kwa sumu katika chakula kilicholiwa. Hata hivyo, ameongeza kuwa namna vifo vinavyotokea kwa wahanga inaashiria uwezekano wa sumu, ingawa hilo bado linahitaji kuthibitishwa kitaalamu. Kwa sasa watu 2 bado wanaendelea kupatiwa matibabu, huku hali yao ikifuatiliwa kwa karibu na wahudumu wa afya. Mamlaka za eneo pia zimeeleza kuwa hali ya usalama katika wilaya Aru iko shwari na zimetoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola
ili kudumisha amani. Vile vile wananchi wamehimizwa kuepuka kuchukua sheria mkononi wakati uchunguzi ukiendelea. Swali limezua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, hasa kutokana na mazingira yasiyoeleweka yaliyopelekea vifo hivyo vya ghafla. Uchunguzi wa polisi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha vifo hivyo, huku matumaini yakiwa ni kupata ukweli kamili na kuhakikisha haki inatendeka kwa wahanga na familia zao. Rais wa Bunge la Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Aimé Bonji Sankara amemaliza likizo yake ya bunge katika mkoa wa Kivu Kaskazini na kuanza safari kuelekea mji wa Bunia mkoani Ituri siku ya Ijumaa. Kabla ya kuondoka, Rais Bonji alifanya ziara ya kikazi katika mji wa Beni, Butembo, Lubero na Kasindi. Ziara hizi zilipewa kipaumbele cha kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu hali halisi ya maisha na changamoto zinazokabili wananchi wa maeneo hayo. Taarifa kutoka ofisi ya Rais ya Bunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa ziara hizo za mashamba zinalenga kuunganisha sera za kitaifa na mahitaji halisi ya wananchi, hususan katika maeneo ambayo yamekumbwa na changamoto za usalama, maendeleo na huduma za msingi. Rais Aimé Bonji Sankara kupitia ziara hizi ametarajiwa kushirikiana na viongozi wa mtaa na wadau mbalimbali ili kutathmini hali ya usalama, huduma za kijamii na maendeleo ya miundombinu, huku hakikishia kwamba hoja za wananchi zinafikishwa katika ngazi za kitaifa. Safari ya rais wa bunge na sheria za mira ya bunge kushughulikia changamoto za wananchi wa mashariki mwa Kongo kwa karibu zaidi, huku kilenga kutoa mwanga kwa sera na hatua za dharura zinazohitajika. Ziara hizi pia zinasaidia kutimiza wajibu wa kikatiba wa rais wa bunge katika kuendesha uangalizi wa moja kwa moja juu ya utekelezaji wa sera za serikali na kuhakikisha ushirikiano wa wananchi katika maendeleo ya eneo lao. Wananchi wa mikoa Kivu Kaskazini na Ituri wanatarajiwa kushuhudia mazungumzo na mikutano ambayo itatoa mwongozo wa jinsi ya kuboresha hali ya usalama na huduma za kijamii, huku wakiendeleza kushirikiana na ofisi za bunge na za serikali. Kwa sasa safari ya rais wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Aimé Bonji Sankara inaendelea, huku taarifa zaidi zikitolewa kadri ziara inavyokuwa ikiendelea katika miji mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 3 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM kila siku, tuendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kula, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kuime vile vile na kupartage. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo yetu na mazungumzo kila siku. Tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News FM kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza bonyeza kwenye title ya habari hii, inatupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kujiunga pamoja nasi kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha vile vile unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itarahisisha sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa tunapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi Teloje Longa, sina la ziada la tuacha. Niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 1 za mwezi wa 3 mwaka 2026.